Haleluya. Naomba tusimame kwa sababu ya muda. Nataka nishukuru sana kwa wale ambao tayari washafika, na lengo letu kubwa kila tunapokuja hapa, tunakuja ili tuweze kusikia mafundisho, na inawezekana kabisa haya mafundisho wewe hayakupendezi kwa njia moja au nyingine, sababu kila ambacho kinanenwa hapa kuna mahali kinakujeruhi. Yaani unahisi tu kujeruhiwa kila wakati tunapoongea. Unasema mbona huyu mchungaji, mbona aongee ile kitu mimi nataka, ama mbona maneno yake hayanipi furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ujue ya kwamba lengo letu la kuhubiri hapa, tunahubiri ili Kristo aweze kupokea heshima yote na sifa yote, na tunahubiri matakwa yake, mapenzi yake. No wonder yeye ametupatia hiyo neema ya kukaa hapa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda ingelikuwa ni mambo yetu tunafanya, hata hiyo neema ya kukaa hapa hatungelikuwa nayo, angelikuwa tayari ameshatunyima hiyo neema. Lakini kwa sababu anaona kila tukisimama hapa tunayaongelelea ya kwake, tunayajadili ya kwake, sasa anatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujajificha, tuko hadharani, hatuhubiri kwa msitu ama hatujaenda kwa kichaka mahali tukajificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko hadharani hapa, na ndiyo maana ninakwambia wewe usipomuona Mungu hapa, sijui unangojea umuone wapi. Bwana Yesu asifiwe. Inamisha nyuso zenu ili tuweze kumwalika Baba na yeye akatuongoze vile anavyotaka. Inamisha uso wako. Baba, ni asante kwa majira haya. Tunashukuru sana kwa kutupatia neema hii. Umetukirimia tu kwa shughuli zako na kwa sababu zako. Sio kwamba sisi ni bora kuliko wale wengine ambao sasa hivi wamekaa manyumbani. Sio kwamba sisi ni bora kuliko wale ambao wana tamaa ya kuhubiri lakini hawawezi. Tunakushukuru kwa sababu wewe mwenyewe una sababu zako, na neema hazitoshani Baba. Neema ni tofauti, na ninakualika katika ibada hii, wewe zungumza na sisi mapenzi yako. Wewe tuandae kwa jinsi wewe unavyotaka. Ratiba yote ya kuandaa kanisa wacha itoke kwako, sababu iko siku tu. Kama vile hili gonjwa lilivyotingisha dunia nzima, kuna kitendo tu kinakuja kufanyika kitatingisha pia dunia. Tumekuja kuamini ya kwamba ya kwako hayapiti, na kukawia kwako sio kuchelewa. Ya kwako hayapiti, ni vile tu wewe una wakati wako na muda wako, na unafanya vitu kwa utaratibu wako. Wengine wanaweza kuulizia mbona haya ya Mungu hayatimii? Tangu wakati ule alianza kuongelelewa mpaka leo, mbona hatuoni ikitimia? Lakini wewe Baba, majira yako sio majira ya mwanadamu, wala utumii siku na saa za kibinadamu. Wewe unasema una saa zako, una siku zako. Siku moja kwako kwa mwanadamu ni kama miaka 1000, na ni kama siku 1000, na siku 1000 kwa mwanadamu au miaka 1000 ni kama siku moja kwako. Maana yake time yako na time yetu tofauti, tamaa zako tamaa zetu tofauti, njia zako na njia zetu tofauti, lugha yako lugha yetu tofauti. Basi tunakuomba tunaposimama hapa jioni ya leo, wacha tuelewe kwa uhakika kile ambacho kimetukirimia hiyo neema ukisimama hapa. Chochote kinachoweza kutuzuia ibada nzuri, tunaomba msamaha, tunaomba toba, tunaomba kutakaswa na damu ya Yesu Kristo. Madhabahu haya yakatakaswe, wale wote waliofika hapa watakaswe. Tumesikia ya kwamba Haruni na watoto wake waliwekwa wakfu. Alama iliwekwa masikioni, nyingine ikawekwa kwenye kidole gumba cha mkono, na nyingine ikawekwa kwenye kidole gumba cha mguu. Na sisi pia tunajua tuna alama zetu, alama za wale waliookoka,
Hata ufalme wa giza unapotuangalia, wanashuhudia wazi ya kwamba hawa ni wamewekwa wakfu na Baba. Asante kwa mengine mengi ambayo hatuja kuomba, na wewe umekusudia kutendeka jioni ya leo. Uinuliwe na kutukuzwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Amen. Haya, chukua nafasi yako, kaa, zingatia sana afya yako. Usiende kujibana mahali ambapo unaweza ukatoka jioni alafu ukasema mbona nasikia hali yangu sio kawaida. Mbona nasikia hali yangu sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikae mahali alafu ifike jioni uanze kusikia mbona sikukuwa hivi nikitoka nyumbani asubuhi. Mbona nasikia tofauti. Kaa mahali ambapo utatunza afya yako, na pia utaweza kutunza afya ya wale unaowapenda. Jioni ya leo tunakwenda kusikiza mambo matamu sana. Haya mambo Bwana aliweza kupata nafasi ya kunizungumzia jana, na akanituma nije niwaeleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utamu wa injili siku hizi. Sio kama wakati ule tulikuwa tunang'ang'ana kutafuta. Siku hizi tunapewa tu. Naambiwa nenda kapeleke. Haleluya. Sio kama zamani bwana, tungeshika vitabu kwanza tusome Biblia, tutafute wenyewe, tufikirie, tujiulize sasa tutaanzia wapi. Haleluya. Si tumpigie tu Bwana makofi kwa neema hiyo. Sasa tuna neema tu, kila jioni unaambiwa peleka hiyo. Na mimi ninataka tusome hichi kitabu cha Injili ya Luka. Hichi kitabu cha Injili ya Luka, ndugu yangu, ni kitabu kimezungumziwa mara nyingi, kwa njia nyingi, wachungaji wengi, lakini it is a very interesting book, Injili ya Luka 15, kwa sababu chapter yote, the whole chapter of Luke 15 inaongelelea toba. Bwana Yesu asifiwe sana. The whole chapter, yani mambo yote yameongelelewa pale, ni vile ambavyo wewe unaweza kureconcile na Baba kwa njia Baba anayotaka, sio njia yako wewe unayotaka. Kwa sababu kuna watu hawaelewi ya kwamba issues ambazo zina relate kwa Mungu ni vile yeye anataka. Wewe unaweza ukaniambia mchungaji, nimetubu, lakini sio vile Mungu anavyotaka. Wewe unaweza ukaniambia mchungaji, unajua ninaomba kila jioni, mimi sikosaje kuomba, lakini je, unaomba vile Mungu anavyotaka? Kwa sababu Mungu ana njia yake, na hiyo ndio kitu tumekosa sisi kuelewa. Every time we are dealing with God, Mungu ako na njia zake, na hizo njia zimeandikwa ndani ya Biblia. Lakini kwa sababu tumekuwa wazito wa kupokea mashauri ya kiroho, we are not doing it right. Ni kweli tunaenda kanisa, ni kweli we are reading the Bible, but are we doing it right? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anasema ameokoka, lakini kwa macho ya Mungu hajaokoka. Why? Hajapeana vile ambavyo Baba anavyotaka. Wangapi tunaelewana vizuri? Na ndio maana inatupasa saa nyingine tunarudia haya maandiko kwa ndani kweli kweli. Siku ya Jumapili tulikuwa tunaongelelea swala fulani ambao Paulo alifanya. Paulo alikutana na wanafunzi, wakamwambia, Bwana, sisi tumebatizwa. Haleluya, tumebatizwa. Alafu akawauliza, mmebatizwa na ubatizo gani? Na je, mlipobatizwa mlimpokea Roho Mtakatifu? Hao watu wakakataa, wakasema, sisi hatukusikia vya Roho wala hatukupokea Roho Mtakatifu. Wewe unajua Paulo ilibidi arudishe hao watu kwa miguu. Ilibidi awawekee tena mikono, awaombee. Why? They did not do it right. Na ndugu yangu, the only thing ambao Mungu anataka sasa hivi, let us focus about the rapture. Hii dunia imefika mahali, ndugu yangu, kama wewe unakaa chini na kuongelelea mambo ya hii dunia na vile utakaa vizuri kwa hii dunia, you are just a fool. Ndugu yangu, you are a fool. Ninakuambia mara nyingine, you are a fool. Wangapi tunaelewana vizuri? Mahali tumefika kulingana na kalenda ya Biblia, huu sio wakati wa kuangalia tena dunia. Na nimekuwa nikikuelezea tangu last week ya kwamba
Hii dunia tunaipendea sana, tunaipenda, tunaiongelelea mambo mengi, ukifikiria kwamba ni kitu kizuri, lakini sio kizuri. This was not God's choice. Hii dunia tunayoishi, it was not God's choice. Sisi tulichukua choice yetu, tukakataa choice ya Baba. That is why God had to curse this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything ambayo Mungu amereject, kaa ukijua ya kwamba it will go along with the curse. Kitu yoyote ambayo Mungu amekataa. Na ndio maana jana tukasikia yeye mwenyewe anasema, mbele yenu mimi nimeweka vitu mbili tu, mbele ya mwanadamu. Mungu alisema mbele ya mwanadamu nimeweka vitu mbili tu, sijaweka vitu mingi. Nimeweka laana na mauti na uzima na mafanikio. Bas, those are the two things ambazo Mungu ameweka mbele yetu. Maana yake kama wewe hauko upande wa baraka, wewe uko kwa laana. Kama wewe uko kwa laana, wewe uko kwa baraka. And that is why God is saying, tangu wakati huo aliponena haya maneno, amekuwa akiongea mambo mbili. Nimeweka njia mbili kwenu, Jehanamu, paradiso. Nimeweka vitu viwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu, hukumu, mambo kama hayo. So I want us to go back kwa hii story mzuri. Ni story mzuri ambayo ninataka tuifikirie tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema the prodigal son, kijana mpotevu. Haleluya. Unajua zamani tulikuwa tunafikiria watu waliopotea tu ni wale ambao walienda kunywa pombe na malaya na whatever. Lakini siku hizi tuko na watu wapotevu hata kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema Bwana Bwana, but they are not on the line to heaven. Wanasema Yesu ni Bwana, wanasema sisi tumeokoka, wanasema, lakini walipotea kitambo. Na waliangaliwa na mizani ya Biblia, wakaangaliwa, ikaonekana tu wao matumbo yao ndio miungu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa mambo yote wanayofanya hawana uweupe na Mungu. They are not straight with God. Na ndio maana ninataka usikie kitu ambacho tunakwenda kuongea jioni ya leo. Ndugu yangu, inaweza ikafika mahali ikakukwaza ama ikakuchanganya. Na hata ukasema hapana, wakati pasta wangu alihubiri kuhusu kijana mpotevu, hakuhubiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu jamaa ni kama anatukona. Wangapi tunaelewana vizuri? Mimi hupenda kusema maandiko ni yale lakini ufunuo tofauti. Maandiko ni yale lakini ufunuo tofauti. Na kitu ambacho kinashangaza ni kimoja. Kitu kinachangaza ni kimoja, ya kwamba when we are dealing with the teachings of God, maandiko inasema yeyote anayeyafunua kulingana na mapenzi ya Baba, he will get the right information. Wangapi tunaelewana vizuri? Lakini wakati unapofungua yale mafunguo ama mafunuo kulingana na vile unahisi, vile unataka, vile unafikiria, itakupatia shida, itakupatia wrong results. Utasoma but you'll have wrong results. So hebu tusome kwa haraka na itakuwa baraka. Kijana mpotevu, tuanzie mstari wa 11. Maandiko yanasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali yangu inaoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anaendelea kusema pale, alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa akitamani kujishibisha na magamba waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi? Nataka usikize mambo hapa, very powerful things. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kijana alitoka nyumbani, na ile kitu inanifurahisha ni kwamba yule mzee alipoona kijana anatoka nyumbani, hata hakubishana kumwambia kijana yangu, unajua maisha huko nje ni mbaya,
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakubishana, hakumunyima kile alichotaka. In fact, alimpatia haki ambayo ilimstahili. We are talking about God. Wangapi tunaelewana vizuri? We are talking about God. That is the character of God. God will never argue with you. Wakati Adam alipoamua kula ile tunda ya kujua mema na mabaya, God did not argue with Adam. Mungu hata maandiko inasema kitu kimoja, sio kwamba Mungu hakujua kile Adam amefanya, alijua hata kabla hawafikie. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why hata alipofika alianza kuitana. Biblia inasema haikuwa kawaida yake. He knew where to find them. Lakini alipoanza kuitana, alitaka waelewe ya kwamba they are already lost. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever God does to us ni kutuinform mahali popote sisi tumepotelea. Wakati wowote Mungu anajaribu kutu approach in any manner. Tukipatiwa ndoto usiku wa manane, tukiletewa revelation, tukiletewa wahubiri watuhubiriwe, kila wakati Mungu anataka kuelewa, anataka kutufahamisha ya kwamba we are not in the right place. Yeye kila wakati anapotuangalia, Bwana Yesu asifiwe sana, anasema hawako in the right place. Tukiwa in the right place, he will not send anyone. Bwana Yesu asifiwe sana. He will come on his own. Hallelujah. Situmpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Wangapi tunaelewana hapo? Tukiwa in the right place mahali anapotutaka, he will come on his own. Atakuja mwenyewe, ataongea na sisi, atatueleza kile anachotaka, lakini tukiondoka mahali ambapo anatutaka, atatumana. Bwana Yesu asifiwe sana. He will send somebody, he will send his voice. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mahali huko he cannot reach you. Mungu achanganywe na dhambi. Mahali huko hawezi kujileta kwa sababu anajua tayari giza limekufunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmuongeze Bwana Yesu makofi mazuri sana. Na this is what happened. Maandiko nasema huyu kijana akaenda. Na ile kitu mimi inanibariki sana ni kuanzia mstari ule wa 15. Because huyu kijana alienda na everything was well. Everything was well. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati akinywa hizi pombe, akitembea na wanawake, hakuna wakati alikuwa anafikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mahali tunaambiwa eti wakati alikuwa anakunywa pombe akazingatia. Wakati huo everything was well. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua when we are lost, tunaonaga ni kama kila kitu iko sawa. Wangapi tunakubaliana hapo? Wakati tunapotoka kwa ndoa na tunaenda kwa mwingine, tunaonaga hiyo ni sawa. Wakati ambapo tunakosana na wazazi wetu na tunaenda pale kujitafutia, tunaonaga it's okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati the consequences zina knock at our door, ndio tunaanza kujirudia ni nini tulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati kuna wakati mwanamke anaweza akachukua mtoto akaua, akasema siko tayari na huyu, siko tayari na huyu nitafanya abortion. Lakini wakati the consequences of that thing you did ikianza kunock in your door, ndio unaanza kuzingatia. Wangapi tunaelewana vizuri? Wakati Adam na Hawa walipokuwa wana dialogue na shetani kukula ile tunda mbaya, they were not thinking. Hakuna kukaa na kuzingatia eti unajua Mungu alituambia. Bwana Yesu asiwe sana. Tunaambiwa hata Adam hakukumbusha bibi yake, bwana unajua hii kitu Mungu alitukataza. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Hata yule mwanamke hakumwambia Adam, unajua ni kweli tulikatazwa lakini tukule ama tusikule. Hawakufikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the easiest way mtu anaingiaga kwa dhambi. Wakati wowote unakuta mtu amebeba mimba ambayo hakuwa tayari nayo, unamuuliza na ulikuwa unafikiria nini? Atakwambia hata sijui akili yangu ilikuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unakuta mtu unamuuliza na wewe ilikuwaje uwekewe bwana yako sumu kwa chakula akule? Ulikuwa unafikiria nini? Hata sijui akili yangu ilikuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sasa hivi wako behind bars. Wako jela. Wangapi tunaelewana vizuri? Wako jela. Na ndugu yangu sasa hivi ndio mtu anafikiria. Watu wengi sasa hivi wako pale rumande hapa industry hapa. Wengine wako kule Lang'ata Women's. Sasa hivi anafikiria
Angalia vile maisha yangu nimetupa. Niko hapa ndani 15 years. Niko hapa ndani 20 years. Kwa kudunga bwana yangu kisu. Sasa hivi ndio wanafikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kuna kitu moja nikapendezwa na huyu kijana. Huyu kijana, maandiko inasema ya kwamba wakati mambo ilipokuarisha, pesa imeisha, at least alikuwa ni kijana, alikuwa na bidii zake. Alikuwa na bidii zake. Bwana Yesu asiwe sana. He was not that stupid vile tunaambiwa kila wakati. Bwana Yesu asiwe sana. Alienda akatafuta kazi. Wangapi tunaelewana vizuri? Okay, pesa ile ya baba imeisha. Pesa ya baba imeisha. Sasa siende kuiba. He did not go to steal. Bwana Yesu asiwe sana. Situpigie huyu kijana makofi. He did not go to steal. Hakusema na sasa nitaenda kuiba. Hakusema sasa dunia imenisukuma mpaka mwisho, wacha nijiweke kitanzi. Bwana Yesu asiwe sana. He did not commit suicide. Huyu kijana hakuwa mjinga. Wangapi tunaelewana vizuri? He was very brave. Akasema sasa, kwa sababu ile ya baba imekwisha, wacha nitafute kazi. Na huyu kijana mimi ninampenda kwa sababu alichukulia life jinsi ilivyo. Wakati alikuwa tajiri, alikaa Runda. Wakati aliishiwa, alikuwa tayari kukaa Lungalunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Situpigie huyu kijana makofi. Sicheze bwana, mtu ambaye alitoka nyumbani kwao na mamali na sasa anakaa kando ya mavi ya nguruwe. Kando ya mavi ya nguruwe na mkojo ya nguruwe na analisha nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. This kijana was flexible. Alijua life ikinipeleka hivi naenda nayo, ikirudi hivi narudi nayo. Haleluya. Wengi wetu hatuwezi kukubali ndugu yangu. Ukiona tajiri anafilisika, anakunywa dawa anakufa. Tajiri hakubaliki kufilisika. I'm telling you the truth. Mimi nimeona wengi wanafika tu wavaji ya kuishiwa kazi, mali imeenda auction, vitu vimekuwa auction na bank. Huyu mtu hata high blood pressure inaingia. Akifika kwa hospitali anaambia daktari, nidunge sindano ya kuniondoa hii dunia. I cannot face the shame out there. Siwezi kukubali ile aibu iko pale nje. Bwana Yesu asiwe sana. Marafiki zangu watasema nini? Hallelujah. Alafu anajiua. But this kijana was very strong. Tumpatie huyu kijana tena makofi. He was very strong. Very strong. Na hii mambo yote tunaelezewa sisi. Hii mambo yote tunaelezewa sisi. There is a lot of message katika hii mafundisho ya kijana mpotefu. A lot of messages there. Lakini mimi ninataka ni tackle issue moja ya kwamba when you are dealing with God, ndugu yangu, you have to be ready to leave everything. Hiyo ndio kitu nataka to deal nayo leo. Japo hiyo story iko na message mingi tofauti, lakini kuna kitu hapa ilinipendeza. Huyu mtu alikuwa na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba alikuwa ameishiwa mpaka hana kazi. Alikuwa na kazi, alikuwa analipwa pesa yake kila mwisho wa mwezi. But there is something huyu mtu alipokaa chini akazingatia. Kumbuka huyu kijana hakusema nitarudi kwa baba nimwambie nilikuwa malaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kijana hakusema nitarudi kwa baba nimwambie nilikuwa mlevi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kijana alireason akasema, this is not my life. This is not my life. This is not my life. I will go to my father because I see kuna life huko kuliko hapa. Ni kweli niko na kazi, napata mshahara, sijaharibikiwa sana, but this life does not belong to me. Watu wengi hawajaona hiyo, na ndio maana wanajidanganya na hii dunia. Tunaweza tukasema bado hatujafunguliwa macho ya kiroho tuone ya kwamba kuanzia kitabu ya Genesis, Bwana Yesu asifiwe sana, sisi tuliumbwa kwa mfano ya Mungu. Sisi tuliumbwa kwa image of God. God is holy. God is holy. God is very holy. God is very faithful. God is very truthful.
Hayo ndio maisha ya watu waliozaliwa na Mungu. Lakini hii ni maisha ambayo tunakaa imejaa uongo. Hii ni maisha imejaa uongo. Hii ni maisha imejaa mauaji. Hii ni maisha imejaa uchafu wa kila aina, umalaya, uasherati na kila kitu. Na imagine kuna watu hawajafunguliwa macho ya kiroho waseme we don't deserve this kind of life. This is not the life God created us to live. Hatujakuwa intelligent enough. Hatujakuwa intelligent enough tuelewe kama kweli tunaitanishwa na Mungu. Do we even deserve to be in such a world like this? Mama anaua mtoto, mtoto anaua mama. Jana nimesikia kwa Citizen, kijana ameua ndugu yake na akamzika. Kijana ameua ndugu yake na akamzika. Na watu wanamuuliza ndugu yako wako wapi? Hii si hadithi ya Kain inarudi. Hadithi ya Kain. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujiulize swali. Tuache kujidanganya bwana. Tujiulize kama kweli sisi tumeitanishwa kwa jina la Mungu. Do we really deserve this world? Do we deserve it? Na ndio maana tangu last week Roho Mtakatifu anapiga kelele. Anasema this is not the world God chose for us. Mahali ambapo kijana anaweza lala na mama yake na baba anaweza kulala na binti yake. Mahali ambapo wanaume wanaweza oana wanaume kwa wanaume na watembee kwa barabara. Nasikia kule Amerika, kule Italy wanatembeaga wanaume, wanajiita gay pride. Wanatembeana malesbian kule na mahomosexual huko, magay wanatembea huko na wanabeba bendera zao. Tena wanamdhihaki Mungu, wanatumia bendera ya rainbow. Wanasema hiyo ndio bendera yao. Do we deserve this world? Bwana Yesu asifiwe. Imagine Wakristo hata hawajaanza kufikiria kutoka this world. Imagine kuna Mkristo hata hajafikiria kusema this world, I don't deserve to be here. I don't deserve to be here. Mungu ni mtakatifu na sisi pia imetupasa kuwa watakatifu. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mkweli. Wangapi tunaelewana vizuri? Mungu ni mvumilifu, ametuvumilia hata sisi. That kind of word. Where is that kind of word? Na ndio maana huyu kijana alipokaa na kuzingatia, huyu kijana hakujuta eti nimelala na wanawake wengi, nimekunywa pombe nyingi, nimevuta bangi nyingi. Hata hakufikiria in those lines. Alisema ni wafanyikazi wangapi wako kwa baba yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wafanyikazi wangapi wako kwa baba yako? Haleluya. Haleluya. Wafanyikazi wangapi? I cannot serve pigs. Lugha ya Biblia inasema nguruwe ni sinners. Nguruwe. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 2 mstari wa 20 inasema mtu yoyote anayeacha dhambi alafu anairudia anafananishwa na umbwa aliyetapika akarudia matapishi, ama nguruwe aliyooshwa akarudi kugaagaa mavumbini. So nguruwe ni asina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Na maandiko inasema alitamani kujishibisha na magamba ya nguruwe. Maana yake alitamani lifestyle ya sinners. Wangapi tunaelewana vizuri? Aliona watenda dhambi vile wanafaulu na kufanikiwa kwa njia chafu, na akasema no, instead of me sitting here and serving these people. Wateule wangapi wameokoka na wako kwa makampuni ambao ni ya manguruwe according to the Bible, and we are serving them. Na hao watu tunatoa jasho yetu na tunafanya kazi kubwa sana, na wao wanaendelea kuwa more richer, na sisi tunaendelea kudhulumika na kuwa more filthy. Wengine wetu hata tukishaingia kwa platform zao, hata tabia zetu zinabadilika, tunaanza kuwaiga.
tulitoka huku nje tukiwa Wakristo wazuri, lakini tulipoingia in that environment na tukaona vile wanavyokaa na ile mambo wanayofanya, tukatamani kuwa kama wao na tukajichanganya, na mwishowe kuliko tuitoroke ile kazi, tuliizama katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitamani kujishibisha na magamba ya nguruwe. Na you know what? Huyu kijana akasema no. According to my status, I will no longer live this kind of life. Ni sawa, the world has offered me this life. Wangapi tunaelewana vizuri? The life has offered me this kind of way of living, lakini mimi niko tayari kuacha. Na hapo ndio ninataka tulimane jioni ya leo. Ndugu yangu, mtu mwingine ambaye ameshawahi kuongea kama huyu kijana ni Daudi. Mtu mwingine amewahi kuongea vile huyu kijana ameongea ni David. Hebu ngoja tusome mahali. Kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 10. Sikiliza vile Daudi alisema. Anasema, hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika ema za waovu. That is the same thing huyo kijana aliongea. Aliona mahali niko ni sehemu za waovu. Ni sehemu za waovu. I will no longer sit here. I'd rather go to my father's house and serve him. Hata sirudi huko kama mtoto. Sirudi huko kama mtoto. Narudi huko kama mfanyikazi, kwa sababu sistahili kuitwa mwana wako tena. Are we ready to go back to God to that limit? Are we ready? Tuambiane ukweli. Living that kazi ulikuwa nazo. Mimi nimesikia wachungaji wengi wakitoa testimony zao. Wanasema I had to quit my job. I had to leave my job. Nimesikia Pastor Lai akiongea hivyo. Nilisikia pastor rafiki yangu yuko hapa, Bishop Mbogo, anasema I had to leave that kind of job. Ilibidi nijiache mikononi mwa Baba. Nilijipeleka in the mercies of God. Hata kama ni kazi nyingine, let me get it through God. Let me get it through God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaokoka wakiwa bar, wanauza bar, na kuna mtu anaokoka. Is he courageous enough atoke hapa aseme jana niliokoka boss, leo hii kazi nimeelewa. Hii kazi nimeelewa. Si yangu. Na ninataka niwache. Na ninataka niende nianze afresh with God. Because toba ya kweli is being ready to go down. Bwana Yesu asifiwe sana. Toba ya kweli. Tuache kudanganyana. Toba ya kweli is ready to lose it all because of God. Na tusipofika hizo levels za losing everything, ili tuanze afresh with God. Kwa sababu maandiko inasema maisha yetu sisi tuliokoka yamefichwa ndani ya Kristo. Wakolosai 3 mstari wa 5. Maisha yetu yamefichwa na yeye. Maana yake leo hii Kristo anipate mimi, hata nilikuwa na kazi gani, hata nilikuwa maisha gani, I will leave it all to start afresh with God. Hallelujah. Patie Bwana Yesu makofi. Nakwambia kitu ya uchungu. David alisema mimi niko tayari. I am going to God. Na ninaenda kwake. A true repentance inamaanisha kwamba kwa yale yote niliyoishi, yale maisha yote niliyoishi, yale mambo yote niliyofanya, honestly speaking, haikukuwa involved with God in any way. Haikukuwa. Kuna wengine courageous enough anaweza ambia hata mke wake, unajua kabla tupate Mungu tulichukuana juu. Hebu twende kwa Mungu sasa. Twende kwa Mungu. Tupige magoti mbele ya mchungaji.
aweke mikono kwa hii ndoa. Let us rectify this marriage. Let us rectify it. Kuna wale wanakuwa very courageous. Tulikutana chwara tukasema come we stay, lakini sasa kwa sababu neno limeingia ndani ya Biblia, hakuna come we stay. Twende mbele za Baba na to make it official. Let us welcome him in our marriage. Na watu hawezi kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu aliokoka akiwa DJ wa club. But ndani ya Mungu hakuna DJ wala hakuna club. Mimi hiyo naona hapa Kenya kuna DJ iko hii program inakuja kila Sunday inaitwa Bambika. Mimi siipendi, inachafua Mungu, na ninajua kuna watu hata hapa wanaendaga kwa hiyo Bambika. I don't like that program. I wish kungekuwa tu na mchungaji amekomaa vizuri aweze kuambia hao watu whatever they are doing is a mockery to God. That is not how we glorify God. Ndugu yangu, vitu vya Mungu havihitaji kuongezwa roiko ama kachumbari. Vyenyewe vinajiuza vyenyewe. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi ndugu yangu. Ndugu yangu, vitu vya Mungu vinajiuza vyenyewe. Vitu vya Mungu havifai kutusisimua. Vile vitu vya dunia vinatusisimua, vina njia yake ya kutusisimua. Ninakwambia nyimbo za Baba hata ikipigwa na gitaa peke yake, ndugu yangu, ina njia yake ya kusisimua yule roho aliye ndani yetu aweze kutuhudumia. We are not just celebrating God because it is a club environment. Hapana, we are glorifying God because it is a holy ground. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, hatufai kuimba nyimbo ya Mungu kindombolo ndio itusisimue. Wacha ndombolo ikasisimue malaya. Sisi tuna njia zetu za kusisimuliwa. Hatufai kuimba nyimbo ya Mungu kiregerege. Tunaelewana? Ndio itusisimue kama wafuta bangi. Tuna njia zetu. Mwambie jirani yako tuna njia zetu bwana. Njia zetu. Kwa kijana alisema mimi, if it is starting afresh with God, kama ni kuanza upya na Mungu, I'm ready to give up everything. Na hiyo ndio message ya Yesu. Yesu aliacha ufalme wake, aliacha kila kitu my friend. Yesu aliacha kila kitu mbinguni. Na alipokuja hapa duniani, he was ready to go down. Paka hata kwa yule mtu mdogo wa mwisho, mtu mjinga wa mwisho amdharau, he was ready for it. You can never start with God until you go down fast, ili yeye akuinue. Sikudanganya. Na wengi wetu hatujui hivyo ndio baraka za Mungu zinakuja. Wengi wetu hatuelewi hiyo. Mimi nilistudy hiyo story ya kijana mpotevu na nikaona wakati alipofika nyumbani, huyu kijana alikuwa tayari kukua anything. But look at what the father did. The father only wanted the apology. The father only wanted the reconciliation. Lakini ilikuwa ni kazi ya huyu baba kusema lete pete tuweke kwa mkono yake, lete kanzu mpya tumvalishe, lete viatu vipya tumwekee kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. The work of restoration is upon God, not upon your prayers. Sio maombi yako. It is upon God, because ni yeye anakurestore back to who you are. Na ndio maana kila andiko linasema, na Mungu wetu mwenyewe atatukamilisha kwa kila tendo jema, ili aweze kututumia kwa kila kusudi lake. It is only God restoring us back. Are we doing that? Mungu aweze kukurestore back if you are still having an association with the world. Na ndio maana mimi husema ndani ya Biblia kuna kimjamaa kijinga, kuna yule tajiri mjinga. He wanted God and he wanted the world. He wanted God and the world. Bwana, nifanye nini ili niurithi ufalme wa mbinguni?
Akaambiwa shika amri. Akasema nimeshika tangu nikiwa mdogo. Akaambiwa kitu imebaki ni moja, uza yote, peana. Uza yote, peana. Marko 10 mstari wa 28, Petro alimwambia Yesu Kristo, tumeacha vyote tumekufuata. Na Yesu alijibu nini? Anayeacha baba, mama, mtoto, bibi, ndugu, shamba, mifugo kwa ajili yangu, I will pay him back 100-fold. God does not want to start with you halfway. Wangapi tunaelewana lugha? Nakwambia ndugu yangu, Mungu hataki uanze na yeye nusu, eti kulikuwa na ile umejitafutia kwanza, eti kulikuwa na ile umejipanga nayo kwanza. He wants to start with you afresh. Mary, afresh. Kuja kwangu huna hata kitu, and I will show you what I can do. Sitaki shetani aseme huyo jamaa hata aliporudi kwako nilikuwa nimemjenga. Mungu hataki hiyo ya kujengwa hiyo. Hataki hiyo, iko na foundation ya ibilisi. Wangapi tunaelewana vizuri? Hataki hiyo. You must leave it all. Yesu aliambia kale kamtajiri, uza kila kitu, ukipata pesa tupe maskini, ili ujiwekee hazina wapi? Then you come and you follow me. Ataenda mbinguni. Jamaa akaona ni ngumu. Akaona yaani huyu Yesu anasema nianze back to square one. Hata kama hiyo mbingu inakaa aje, nirudi tena niwe hohehahe, fukara bin fukara. Na Mungu anakutaka hapo. Maandiko inasema Jesus had to lose everything in order to start afresh. Alipozaliwa mara ya pili, maandiko inasema alipotoka kaburini. Yesu alipotoka kaburini alikuja na mwili mpya, alikuja na lugha mpya. In fact alikuwa akiwa address, anawaambia haya ndio nilikuwa nawaambia wakati bado nilikuwa na nyinyi. Na ako na hao saa hiyo. Anasema wakati ule nilikuwa na nyinyi. Maana yake saa hii yeye sio wao. Yeye sio wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 inasema all is gone and everything is new. 5:17. All is gone and everything is new. God will start with you from afresh, kwa sababu kulingana na faili ya Mungu, hata kile alicho, ile makusudi aliyokuletea hapa duniani, wewe ukiwa mtenda dhambi hata hujaigusa bado. Hujaigusa. Usicheke wakina Musa. They knew the meaning of living it all. They knew the meaning of living it. Yusufu alitoka kwao, hata ile koti alikuwa amepatiwa. Unajua hata hiyo koti ilichukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hiyo koti ndio ikarudishiwa baba yake. Akaambiwa hebu angalia. Tena hata alirushiwa. Hebu angalia kama hii ndio ile ulishonea huyo kijana. Kama ni hiyo, ameenda. Living it all. Living it all. Mungu ataki chochote ambacho unatoka nayo katika ufalme ule uingie nayo katika ufalme wake. No wonder anasema hata wale wanaoingia mbinguni wasiwe hata na doa ambayo ina reflect maisha yao ya duniani. Hata doa. Kila kitu ambayo ilikuwa ya dunia must be wiped away. It must be wiped away. Kule kuharibika lazima kuondolewe, uvae kuto kuharibika. You are a new creature. Ile kazi unaanza ndani ya Kristo hata imekusudiwa na Kristo mwenyewe, kwa sababu yeye ndio ameyabeba maisha yako. Every time you come back to Christ, wewe ukizaliwa mara ya pili
Utaenda kwa ile kazi uliipata kimalaya. Utaenda kwa ile kazi uliipata na hongo. Utaenda na ile kazi uliforge certificate zako ndio uweze kupata. You will leave everything and come to Christ and start afresh. Huyo kijana aliacha kazi. Aliwacha kazi. Na akawacha vitu vyote. Na akasema, Baba, I come to you and I'm ready for anything. Hata ukinichagulia kazi nifagie tu, I'm ready for it. Ni wangapi wako that courageous as this boy? As this boy. Ukisoma hiyo kitabu ya Luka 15 hapo juu, Yesu alitoa mfano. Yesu alitoa mfano akasema, ni heri yule kondoo mmoja aliyepotea mwenye haki, ambaye ako tayari kutubu, kuliko 99 wenye haki ambao hawako tayari kutubu. Kuna wenye haki wengi sana ambao wako kwa faili ya Mungu, but their repentance is not real. Na ndio maana Yesu anasema wale ambao walioahidiwa kwa ile karamu, wale ambao walikuwa wanastahili wawe kwa hiyo karamu, hawakuonekana. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenye haki wengi sana ambao walipozaliwa waliwekwa kwa register ya Mungu, but because their repentance is not real, haikufika standard ya Mungu, they will not see the kingdom of heaven. Na maandiko inasema Yesu akatumana, endeni barabarani, okota viwete, okota vipofu, okota wale hawakuwa kwa hii register, ili mbingu ijae. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye masikio fanya nini? Ni ndugu yangu, ninakupatia the right way. Yesu alisema vile huyu kijana alifanya. Ni nani basi yule mtu ambaye anataka kujenga gorofa, haleluya, asiyekaa chini akazingatia? Because you have to think both sides. Azingatie, am I really ready to go to Christ? Kwa sababu kwenda kwa Yesu hii vyote hii inawacha. Kwa nini Lazaro, samahani, Zakayo, kwa nini Zakayo alisema nusu ya mali yangu na wapa maskini, na yeyote niliye mdhulumu na mlipa mara 2? Why did he have to give it back? Why did he have to give it back? You must give back the devil his offer. You must give back if you are truly repented, you must give back the offer to the devil. Mwambie shetani, hii nilipata wakati nilikuwa jambazi, shika. Sasa naenda kwa yule ambaye si jambazi, naenda kuanza na yeye upya. Have we repented to that level? Bwana Yesu asifiwe sana. Have we repented to that level? Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Yesu anasema mtu yoyote anataka kwenda kupigana na mfalme kule, hebu akae kwanza, aangalie jeshi yake kama inaweza kupigana. Kama hawezi, anatafuta waraka wa amani. Kama anaweza, anamwambia tukutane huko. Gharama za kuokoka sio mchezo. Watu wengi tunajificha kwa uokovu ya chwara, uokovu ambayo haitaki kufinyika, uokovu ambayo haitaki kulipa gharama. Watu wengi wanapenda uokovu ambayo haihusiki na gharama. Ndugu yangu, kama kweli tungezieleza gharama za uokovu, no one could be ready. No one could be ready to get saved. Lakini kwa sababu hiyo ni mambo
wachungaji tunaficha. Tuko wepesi kwa kuita watu kuokoka, but we are not ready to dig deeper kwa gharama za wokovu, kuangalia mtu life na kumwambia hii kitu huwezi kuingia nayo katika ufalme wa Baba, hii ambao umetoka nayo huko, you must live it. Pastor, unajua wakati niliokoka nilikuwa nafanya kazi ya kuosha bedsheet za lodging. Nikifagia kondom za watu zimeanguka lodging. Mama, toka huko, toka. Hiyo sio kazi ya mteule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana language? Nilijua tutakosana na wengi. Nilijua tutaelewana. Na hiyo ndio kitu inakufanya tangu umeokoka hauyashuhudii matunda ya ukweli, because your covenant with God was not real. Mkataba wowote ambao huna kweli ndani hauzai matunda ya haki. Ndio maana unakaa unasema, mbona Mungu sio mwaminifu? Si alisema nikiokoka hii na hii nitapata, hii na hii itafanyika, maadui hawataniinukia na nini na nini. Why is it not producing? Because it was not done well. It was just staged. Wangapi tunaelewana vizuri? Kuna wakati nilikuwa nikikwambia, ndugu yangu, kama unapika ugali na usiipike vile inapikwagwa, unajua hutatoa ugali. Watu wanaanzaga kuchemsha maji ndio waweke unga. Wewe unataka kuweka unga kwanza, ndio unga ikiungua uweke maji. Ndugu yangu, upiki ugali. Wewe unapika vitu yako. Unataka kupika chai, unaanza na majani, unaweka kwa sufuria majani. Majani ikiungua unaweka maziwa. Maziwa tena ikianza kuungua ndio unaweka maji. Wewe unajua utakunywa sumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu ambao wamekoroga the process of true repentance. We must leave everything ambayo tumezaliwa nayo katika hali ya dhambi. Anything ambayo tuliaccumulate wakati tulikuwa tukiwaza kwa dhambi na tukitenda kwa dhambi na tukitamani kwa dhambi, chochote tulichokipata wakati tukiwa najis, we have to wipe it away. And you go and sit down and tell God, niko hata tayari kuwa bawabu. Wangapi tunaelewa? Kama hapo ndio tutaanzia na wewe kuwa watchman, I'm ready for it. Niko hata tayari niwe tu sweeper, cleaner wa maofisi. Wangapi tunaelewa vizuri? But I am ready. Whatever you will do to me, I am ready. No wonder watu waliokuwa wanakuja kwa Yesu in such a way. Ndugu yangu anasema, unakuta mtu anakuambia ushuhuda. Nilipookoka niliacha ile kazi na nikawacha ile ingine, na sasa ile kazi Bwana amenipatia ni kubwa zaidi ya ile. Kuna wengine hata Mungu anawafanyia favor, inabidi wa force out of that work. Unaajiriwa na unafutwa kwa upumbavu wako. Unasema, kwani hii wokovu ilikuwa ya kurogwa? Niliokoka tu pap, kazi ikaenda. Kwani yule pastor hakuwa na anointing? It is the system in the spiritual world. Wakati ulikuwa na shetani, ulijijenga kwa njia na hekima za ibilisi. Sasa umemwacha, umeenda kwa Mungu. God wants nothing from the kingdom of the darkness. God wants nothing from that kingdom. He will make sure he wipes it all away from you, ili kila kitu ambacho
kinapatikana ndani yako, hata katika macho ya kiroho, kiwe kitakatifu na kiwe kimetokana na Jehova. Haleluya! Mpe Kristo makofi mazuri. Simama kwa miguu yako miwili, tumalize ibada, muda umekwisha. Nenda kayatafakari hayo ambayo nimekuambia, yafikirie. Unajua, yangu ni kukuambia, yangu ni mimi nimekuambia. Sasa ukiona you are not courageous enough ili uweze kuundergo true repentance mbele za Baba, mimi nasema msamaha wa kweli, hata kati ya bibi na bwana, msamaha ya kweli. Mwanamke akiambia bwana yake nimekusamehe, maana yake he has to go back to the husband. Mwanaume akiambia mwanamke nimekusamehe kwa yale yote umefanya, maana yake they must be restored back. Hii kusamehe yetu ya kishetani tuko nayo, nimekusamehe lakini wewe kaa huko na mimi nikae huko. Je, Mungu angetuambia hivyo ndio msamaha yake iko? Mungu angetuambia, kungekuwa na paradiso. Nimewasamehe lakini mjipange tu na huyo shetani. Unaona, sina ubaya na nyinyi, hata mkiwa na shida mkuje tu mniombe, lakini mjipange huko. Msamaha wa kweli, mahali tulipokoseana, let us go back together, let us be restored back. Wangapi tunaelewana vizuri? Inamisha uso wako, nenda tu mbele za Mungu, mwambie Baba, sijakuwa mkweli na ile toba yangu, sikuwa mkweli. Tangu niseme nimetubu mbele zako, I did not start a pure life with you. I did not. Okay, kwa mdomo ni Bwana asifiwe, lakini nilikuwa bado njia zangu tu ni zile zile. That is why the covenant of Christ is not working to me. The covenant of Christ is not working. Ndio maana wengine wetu kama sisi Baba, ilibidi utuondolee kila kitu. Ulituondolea kila kitu Baba. Mimi ulinipeleka mpaka nikalala kwa kanisa 1.5 mwaka. Ulinipokonya kila kitu. Niliishi na nguo moja 1.5 mwaka, Jehova, na nikalala kwa mabenchi pale. Ukiniambia fikiria, na nikafikiria, na I was ready to become anything. I was ready to be anything. Lakini Baba, tangu siku hiyo nilipotoka ndani ya hiyo kanisa mpaka leo, my life has changed. It has changed. Kila kitu ninachofanya Baba, ni mkono wako unaonekana. Wale walionijua, wale ambao ni damu yangu, makazi zangu, wanasema hakika huyo ni Mungu. Everyone amepata sababu ya kuconfess the power of God in my life. Wale wanapita kwa mitandao, wanaona sura zangu pale, wanasema hakika huyu ni Mungu. This man, we knew him. Tulimjua, lakini sasa ni Mungu. Na Baba, ninakuomba hiyo message ikuje vizuri ndani yetu, kwa sababu hakuna mahali ambapo tutaingia na wewe Bwana, na damu ya Yesu imetutakasa, na Roho Mtakatifu ametukamata, na bado kuna kitu ibilisi anadai ndani yetu. Hakuna Jehova, hakuna siku yoyote wewe utashiriki utukufu wako na shetani. Kuna watu Baba wameingia katika uokovu, na bado kuna vitu shetani anajivunia ya kwamba aliwapatia. Anasema hiyo niliwapatia, hiyo si Mungu, hiyo niliwapatia, hiyo ni mimi, ni nguvu yangu, hiyo ni nguvu yangu. Baba, tusaidie tunapokuja kwako, tupanguswe kama vile tunabadilishwa mpaka mawazo. Maandiko inasema renew your minds
kama vile mpaka mawazo inabadilishwa, mienendo inabadilishwa, mpaka vile lugha zetu zinabadilishwa na maumbile yetu yanabadilishwa, basi hata pia mazingara yetu yabadilishwe kwa jina la Yesu. Asante mfalme wa ajabu, asante Mwokozi. Kama vile mioyo yetu inabadilishwa, tunatolewa mioyo ya mawe na tunawekwa ya nyama, tunatolewa miili ya kuharibika, tunavalishwa ya kuto kuharibika, tunatolewa akili za kawaida, tunapatiwa akili ambazo zina mfano sawasawa na muumba wetu. Basi pia mazingara yabadilike. Asante Jehova. Ni wengi Baba, hatuna courage ya kuanza na wewe pale kwa ile udogo. Hatuna tayari, tuko kama yule tajiri mjinga. Tukihubiriwa kitu kama hii tunaona mchungaji amekosea. Mchungaji anatuambia tuache kila kitu, tuanze wapi? Wacha ikae. Lakini Baba, nimeongea ile kitu umenituma. Iko siku ya mwisho, utaangalia wengi, utasema hapana, huyu si wangu, kwa sababu tutakuwa na mbegu ambayo imechanganyikana. Hatutakuwa na mbegu moja yenye rangi moja. Kutakuwa na sehemu ya ibilisi pale itakuwa inatudai. Tutakuwa na madoadoa, tutakuwa na marangi, na hiyo ndio kitu Mungu hataki. Tuwe maziwa isiyogoshwa, tuwe ile mbegu ambayo haijakuwa corrupted. Na Baba, ninakusii hilo neno vile wamelipokea, wacha liingie ndani yao na neema kubwa. Mtu akikaa kwa nyumba ajiangalie, aseme kweli, can I carry this filthiness in the kingdom of God? Naweza bebana na hii ujinga nikiwa katika ufalme wa Mungu. Naweza bebana na hii tabia, naweza bebana na hii ukora, naweza bebana na hii wizi nikiwa katika ufalme wa Bwana. Baba, tusaidie, tujichunguze vizuri. Kunyakuliwa inakuja. Wengine wataachwa nyuma, watauliza maswali, kwa nini niliachwa na mimi nilikuwa mwenda kanisa? Kwa nini niliachwa na mimi nilikuwa mchungaji? Kwa nini niliachwa na mimi nilikuwa hata muimbaji wa nyimbo za Mungu? Lakini Baba, hawakujua wakati walipookoka, their repentance was not true. It was not true. They were not ready to start with you again. They were not ready to start with you again. Baba, nimesema hayo machache, na ninaomba sehemu iliyobakia Roho Mtakatifu aongee zaidi ndani yao, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Situmpatie Bwana Yesu makofi. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Haleluya, haleluya. Ndugu yangu, kama kweli umemaanisha kuokoka, kaa chini na ukazingatie sawa sawa. Zingatia sawa sawa. Hii toba yangu inafanana na ya huyu? Toba yangu? Wangapi tunaelewana lugha? You must start afresh with God. You must start afresh with God. Ulikuwa unauza tumali ya magendo, fungilia mbali hiyo kazi. Mwambie Baba, nimekuja kwako. I'm ready to be anything. Wangapi tunaelewana vizuri? Kwa sababu Mungu hakuita mtu bila plan. Mungu alipoita Yusufu alijua amempatia kazi gani. Haleluya. Mungu alipoita Musa alijua amempatia kazi gani. Ndugu yangu, sifikirie kwa Mungu hakuna kazi, ziko nyingi. Haleluya, haleluya, ziko nyingi. Mungu alipoita Isaka alimuuliza una nini mkononi? Wacha Isaka, Yakobo alitoka kwao bila hata ndururu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoenda tu kulala kwa mawe hivi, akasema hapa Mungu yuko na nimemuona. Na akamwambia baba, kama utaanza na mimi upya. Wangapi tunaelewana vizuri? Kama utaanza na mimi upya, wewe utakuwa Mungu wangu, na chochote nitakachopata sehemu ya 10 nitakupatia. Do we desire that? Do we desire that? Amen. Abraham, toka kwenu na ukuje mahali mimi niko.
na mimi nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Usitoke na chochote, wewe toka na mke wako peke yake. Toka na mke wa, haleluya, toka kwenu, kuja. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako. Baba, ninakushukuru kwa hiyo mikono imeinuliwa. Ninaomba the power of prayer ikaweze kuingia katika maisha ya hawa watu. The power of prayer. Roho wako Mtakatifu Baba akaweze kuchukua mamlaka juu ya hiyo mikono yote iliyoinuliwa, wakawekwe wakfu kwa ajili ya maombi. Baba, ukawasukume kuomba kila jioni na kila asubuhi wanapoamka. In fact, hata yale maneno ya kutamka ukaweke katika vinywa vyao. Maneno ya kuomba ukaweke katika vinywa vyao. Ninakuomba Baba, usiache hawa watu wanalala bila kuomba, because that is the time the devil uses them. Wengine hata wanalala na wanaume, wengine wanawake, wengine wanafanyiwa vituko usiku. Wanawake wanasongwa nywele, anaota anasongwa, kumbe ni mafungo katika ulimwengu wa roho. Hizo ni hekima za rohoni zinazotumiwa kufunga watu. Ni hekima zinazotumiwa na ufalme wa giza. Wengine wanaota wanawekewa chakula wakule. Hizo ni hekima zinatungwa katika ulimwengu wa roho. Baba, ninaomba the power of prayer, the power of prayer, because it is only out of prayer sisi tutawekwa wakfu. Silaha iliyo kuu kuliko yote ni maombi. Mungu anangojea kusikia jinsi tunavyotaka kutoka kwake. Mungu anangoja kusikia, je, tunahitaji msaada wake? Tunahitaji protection yake? Kila wakati Mungu anasema, laiti wa Israeli wangeliomba msaada wangu. Laiti wa Israeli wangelikuja kwangu mimi ili niweze kuwa Mungu wao. Ningewakinga na kila kitu. Baba, hata leo unaongea hiyo. Laiti wateule wangelikuja kwangu niwakinge. Laiti wateule wangelikuwa wananiomba ushauri. Laiti wateule wangelikuwa wananikimbilia ili niweze kusolve their problems. Laiti wateule wangelinitegemea mimi kama baba yao. Baba, ninaweka hiyo mikono mbele yako. Baba, kuanzia siku ya leo wakitoka hapa, nenda na wao. Hata wakirudi tena hapa, rudi na wao kwa kila kitu wanachofanya. Baba, weka alama juu yao ambayo shetani hatadiriki kuwasogelea tena. Weka alama juu ya hawa watu. Weka alama ya kiroho. Baba, ni ombi langu kwako kama mtumishi wako. Weka alama ya kiroho juu ya maisha yao. Weka ukuta juu ya ndoa zao, juu ya watoto wao, juu ya familia zao, juu ya kazi zao, juu ya chochote kinachohitanishwa na wao. Weka ukuta wa kiroho. Weka ukuta wa damu ya Yesu ambayo ibilisi hawezi kupenya, wala kazi zake haziwezi kupenya hapo. Kazi zake zikifika hapo zina paralyze. Baba, ninasema damu ya Yesu ikaweze izime mishale yote inayoelekezwa juu ya hiyo mikono. Damu ya Yesu ikaweze kuzima kazi zote ambazo zinainuliwa, ujanja wowote ambayo inainuliwa katika ulimwengu wa roho. Hekima zozote zinazotungwa katika ulimwengu wa roho zikaweze kuzimwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kama vile Elijah alizima kazi ya manabii wa Baali na Ashera. Kazi za manabii wa Baali na Ashera zilizimwa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Dagoni alianguka Baba. Dagoni alianguka mbele ya sanduku la agano. Alianguka mara ya kwanza, alianguka mara ya pili, ya tatu walivunjika vipande. Baba, ninasema hata miungu iliyoinuliwa kinyume na mikono hiyo ikaanguke mbele yao, ikavunjike vipande in the name of Jesus Christ of Nazareth. Asante Jehova, nikijua ya kwamba hakuna silaha itakayofanywa kinyume na wateule itafanikiwa. Ninawawacha mikononi mwako. Ninawawacha Baba katika neema yako kwa kila jambo watakalofanya. Wacha neema yako iliyofunuliwa juu yetu iwashikilie. In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. Wote tuseme amen. Tumpatie Kristo makofi.